iko juu ndio maana wamepoteza mchezo na sio kitu kingine. Nadhani afisa habari wao alichokisema anakifahamu na anakijua. Muda sisi tunaandaa timu na wao wanaandaa timu, walisema kwamba Yanga ni timu ya kawaida. Lakini unajua kabisa alikuwa anasema yale maneno kwa sababu alikuwa anajua uwezi kuambia mashabiki wao kwamba sisi timu yetu ni mbovu, Yanga ni mzuri. Kwa sababu alikuwa na plan, ana brandi timu yao, akaona bora ongea. Lakini alikuwa anajua kabisa kwamba Yanga ni timu bora mchi kuliko timu nyingine yote mchi. Hata kipindi sisi tunatolewa kwenye klabu bingwa tuliwaambia kwamba sisi tumetolewa kwenye klabu bingwa tunaona timu ambazo ni mabingwa kwenye mchi zao. Hatuona timu ambayo imeshika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili. La, inasema nafasi ya pili, nafasi ya kwanza. Sio nafasi ya 4, nafasi ya 3. Kwa hiyo kuna timu ambazo ni kila timu kwake zilikuwa timu namba bora. Kwa hiyo kawaambia vile kutoka kama sisi tulivyotolewa sisi kama wabovu. Lakini ule ulikuwa ubovu. Tulicheza vizuri lakini bahati nzuri mchezo wetu wa mwisho tukashindwa kumalizia vitu, tukatoa alama moja tukapata alama 8. Yule ambaye alifuzu alikuwa na alama 9. Umeona? Kwa hiyo timu yetu sasa ilikuwa mbovu kivo. Kwa hiyo tukawaambia kama si timu yetu mbovu, basi njoni tucheze na nyie. Kichwa kuda sio umekiona juzi. Walikuwa wanasema sisi hatuwezi kuwa mabingwa bila kumkaba Mpanzu. Matokeo hapo Mpanzu katumecheza naye kama alivyoona kabiduliwa na mtoto mdogo tutalimwenda kambidua chali. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba Yanga kila mchezaji ambaye yuko Yanga ana ubora ule ambao anastahili kucheza Yanga. Nianza kuwasikia wanasema kwamba sisi wachezaji wetu kuna wengine mule hawana ubora, lakini mwanzo pale kwa wasemi kwa sababu walikuwa wanafunga Mashujaa, wanafunga JK Tanzania, wanafunga Pamba, umeelewa? Lakini unaweza kutoa muziki ambao kabisa timu ambayo imeanza kuwekeza kutoka kwenye uwekezaji wa wanachama. Yaani ukija Yanga kutoa idara ya kurugenzi imetulia. Unaona? Ukija kwenye idara ile ya habari ya Yanga imetulia, ukija kwenye matawi yenyewe tumetulia, ukaenda kwenye uongozi wa juu ndio kumetulia zaidi. Hata timu kama hiyo kufungwa katika ligi ya ndani inatokea bahati mbaya kama katokea tufunga Azamu na walivyotufunga Azamu na Tabora. Lakini wao walikuwa hawezi kutufunga kwa sababu ndio kujua hilo mechi ya 5 mfululizo wanakufa wao tu. Mechi ya 5 mfululizo wanakufa. Sasa hivi wanaanza kusema wenyewe ili tuwe mabingwa lazima tuandae timu ya kuifunga Yanga. Tulikuwa tunawaambia walikuwa wajua masiala. Lazima waandae timu kwanza ya kuifunga Yanga. Alafu ndo wapige mahesabu ya kuwa mabingwa. Tuliwaambia siku ambayo Chasambi anajifunga, tuliwaambia kama nyinyi ubingwa wenu ndio mmeshauacha pale. Kwa sababu sisi tuliteleza kwa mara moja ile kufungwa mechi mbili. Baada kutoa sare mechi ya Fountain Gate tukawaambia kabisa sisi Chasambi ashatupa ubingwa. Sasa kwa tunajua wale tuacha point 5. Walivyotoa tukajua moja kwa moja. Hapa tayari tuteleza mechi mbili, atutelezi tena mpaka msimu tunamaliza tunakuwa mabingwa. Kimetokea nini? Yanga bingwa kwa alama 4. Lakini alama 4 zile zile wale walikuwa wanatafutiwa matokeo. Unajua katika ubingwa ambao Yanga wamechukua mgumu, ubingwa mwaka huu. Wale wanalazimisha wawe mabingwa. Walikuwa watumia kina Kefa Kayombo, sijui wale kama yule Lefa Rwangwa yule. Unaona kabisa marefu walikuwa wanatafutia matokeo ili mradi kwamba wao mabingwa. Sisi ilikuwa sawa kuacha point. Wale walikuwa sawa kuacha alama 4 mwaka huu. Kwa tunaacha ni alama kibao. Lakini kwa sababu walisaidiwa mwisho wa siku mpaka tunakwenda mechi ya mwisho alama 1. Lakini kama mpira ungechezwa fair, sisi tunacheza na wale wakati wanatupigia parade wale. Wanatupigia parade mimi nakwambia. Kwa sababu walikuwa na uwezo wa timu ya kubatana na Yanga. Yanga ilikuwa na timu bora sana msimu huu. Yeah. Lakini inaonekana moja kwa moja kutokana na ubora wenu ndio umewachanganya zaidi. Inaonekana wanaimba wakilia, vikao vimekuwa vingi wakisema Mangungu hatoshi, wakisahau kuwa mwenyekiti wa bodi ni mwenyekiti wao wa bodi ambaye ni Mohamed Dewji, sio Mangungu ndio mwenyekiti wa bodi. Yeye Mangungu ni mwenyekiti wa Simba tu. Nadhani nilikwambia siku moja mtangazaji Mula, nilikwambia furaha ya Simba msimu huu ilikuwa kucheza finali ya kombe la shirikisho. Ndio maana nilikuwa nakwambia tunakwenda kuharibu msimu tena kwa Simba kwa sababu tulikuwa tunajua tukiwafunga tu watasahau yale yote mazuri ya Nze Mangungu. Sasa sisi kama Yanga tunasema Mangungu 5 tena. Wampe tena miaka 5 apate nafasi ya kupambana na Yanga. Kwa sababu kama walivyoingia finali hawakujua kama wanaongozwa na Mangungu. Yaani kufungwa na Yanga juzi wanasema Mangungu hafai. Hivyo unaelewa tu kama hao. Unaona kabisa ile timu ambayo kuanzia uongozi, mashabiki mpaka wanachamao ambao wana kadi za mwisho 2015. Timu ambayo haijitambui kuanzia viongozi, mashabiki mpaka wanachama. Kwa sababu kama timu inojitambua, muda anaingia finali. Kiongozi alikuwa nani? Muda alikuwa Mangungu. Mbona hakusema kwamba wewe Mangungu umetumeka finali wewe mbovu? Mbona hakuongea? Ndio utakuja kujua utofauti wa Yanga na Simba ndio uko hapo. Kuna mwanachama mmoja aliongea anasema kwamba sisi tunakwenda kufanya vikao Gwambina.
pale Gwambina wale mwenye ukumbi tunanjuaje kama Simba au kwa sababu tukitoka tu siri zetu zinavyotokaambia haya nyinyi si mko mjini. Sasa mmejenga nyumba yenu iko mjini lakini na kunguni. Lakini mtu yuko shamba nyumba yake haina kunguni. Ndio kitu cha kutapa. Wanakaa mjini lakini sehemu ya vikao wana. Sisi Yanga habari zetu tunafanya wapi? Klabuni kwetu. Vikao klabuni, umeelewa? Tukiwa na majambo yetu klabuni, akiliwa supu inaliwa klabuni. Tukiwafunga mara yako tunakwenda tuchinje supu ya Simba, tuchinje Simba japo haramu. Tutakula hivyo hivyo. Tutatoa kucha japo kwa sababu hana sumu. Tutakula tu. Hii tuambie yaani tutawapa mateso wale mpaka basi. Yaani wale unajua alivyosema Haji miaka 10 wasipojiangalia Simba itafika miaka 10 kwa sababu Yanga wao wanaangalia kuziba vilaka. Tumefuatia wapi? Tumekosea wapi? Mchezaji gani anatufaa, mchezaji gani anatufai? Sisi timu yetu sio kama wao wanavyojua wanavyosema si timu yetu ilikuwa hivi ikaja ikashuka. Si atusubiri wachezaji washuke tunaongeza hapa. Tunaacha mmoja tunaingiza mmoja, wawili tunaingiza. Maana ndani ya miaka 10 watakuwa wanaingia wachezaji wapa ambao tunabadilisha kabisa. Ndio wale ambao wafanya sawa atakaa mpaka miaka 10. Msemaji wale kamsikia atoa mfano mmoja kwamba mashabiki wa Simba tusio wanyonge, Madrid sijui mifungo mara 4 na Barcelona. Maana Simba sasa hivi akili zao wazifananisha na Madrid. Manchester anachukua ubingwa, maana Manchester mashabiki wa Simba wachukulia akili. Hapa Bongo. Yaani wasahau hapa Bongo. Kuna timu ambayo iko Bongo, tushaweka bango moja Zanzibar. Yameonekana mengi Zanzibar. Na tuna mpango sisi wakati wa mzinga tubandike letu. Itakuwepo hapa Mbagala tulibandika hapa tutamwambia bwana tufanyie mpango, tugee bango tubandike njia ya Mbagala hapa kwenye tarehe letu. Tulibandike hapa mpaka msimu ujao. Liwe linasomwa tu matokeo yale yote. Tutawakela sana. Tutawakela sana kwa timu yetu ya Yanga tulokuwa nayo na uongozi wetu. Kila wakipita wao wanaliona tu. Yaani yule Alikamwe yule ndio wale ambao Alikamwe mbunifu. Yule mbunifu sana. Na hivi unajua alosema chinjwa ngamia klabuni pale nani? Alikamwe. Anasema yule jamaa Simba Day alipanda ngamia. Sasa yule ngamia ambaye aliompanda yule tukanunue tumchinje mwakani apande paka. Akipanda paka mpaka tunachinja paka. Yaani kila kiumbe anachokifanya yule kuja nacho uwanjani, sisi tutakula kwa kiumbe. Na ndio maana Alikamwe akamwambia bosi, unajua ile msemaji wa Makolo siku ya Simba Day alipanda ngamia. Unaonaje bosi tuchinje ngamia tulivyowakanda? Ambia bosi ambia haina taabu hiyo ngamia ndio mchukue tu. Watu wamekula ngamia, tunasubiri msimu ujao tuwakande tena. Vikao vimeanza vya Mangungu. Nakwambiaje? Yaani hapo tutapojua viongozi wa Simba na chama hao bleni zao walize kwa sawa. Wewe msimu mzima mmesifia Simba. Mmefungwa na timu bora mnamfanyia mtu vikao. Na yeye amewajibu kama watakuwa na sababu za msingi ambazo zote yeye zinafaa, yuko tayari kuachia. Lakini sio kama wanavyotaka wao. Mpira huo ulikuwa zamani. Sio umesikia mwajibu? Huo mpira kutoka madarakani wanavyotaka watu, huo mfano umekwisha. Mtu amalize madaraka yake, tunaweza sisi tu Yanga. Sisi tunaweza. Sisi Yanga tunaweza. Kama tuliweza kuongoa viongozi kwa kubali kufungwa goli 5 Yanga Afrika ili kiongozi osha kwa na timu yako inapigwa goli 5 afu unapiga makofi. Sisi msajili anatoa penalti nani, sisi tunashangilia Benjamin Mkapa. Na kweli asubuhi bwana Lodi Mchunga anaondoka madarakani. Sisi tukiamua Yanga tunaweza. Juzi tumepiga pressure bodi ya ligi pale, tumekufa na watu wawili, tumeondoka na vichwa viwili. Kwa hiyo Yanga tunaweza yale mambo, waige. Mangungu mitano tena. Shukrani. Asante. Mangungu mitano tena. Mitano tena Mangungu mitano tena. Wampe miaka 5 tena. Murtaza Mangungu. Yule alitangaza saa 9 usiku walivyompenda. Wakasubiri wanachama ameondoka amepiga kula saa 9 jina la Mangungu linatoka ameshinda kwenye uchaguzi. Mwamba mmoja hivi.